Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa sahabatihi ajma'in wa ba'd. Ndugu zangu Waislamu, leo tuitazame hukumu ya mtu ambaye amefanya tendo la ndoa mchana wa Ramadhan. Mtu ambaye amefanya tendo la ndoa mchana wa Ramadhan, kuna mambo mawili ambayo lazima yampate. Jambo la kwanza, lazima ailipe ile siku ambayo amefanya tendo la ndoa. Ailipe ile siku, lazima ailipe. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili ni al-kafara. Lazima atoe kafara. Lazima atoe kafara. Na hiyo kafara imebeba utaratibu ufuatayo. Nayo ni kumwacha mtumwa huru. Na kwa sasa hivi wallahi alhamdu, watumwa hakuna mtu ambaye anaitwa mtumwa. Ikishindikana kupatikana mtumwa au kumwacha huru, hapo atafunga miezi miwili yenye kufuatana. Atafunga miezi miwili yenye kufuatana. Ikitokea labda katikati akaumwa akala, au yeye mwenyewe akajisahau akala, anaanza upya. Anatakiwa afunge miezi miwili kamili. Ikiwa atashindwa kufunga, hapo atalisha maskini 60. Ikiwa atashindwa kufunga, atalisha maskini 60. Si kwamba achague, hapana. Isipokuwa ilivyo, yeye anatakiwa afanye hivyo. Akishindwa mtumwa, anateremka chini kidogo, anafunga miezi miwili yenye kufuatana. Ameshindwa kufunga, hapo ndipo ambapo atalisha maskini 60. Je, nini hukumu ya mtu ambaye amefanya tendo la ndoa mara zaidi ya moja? Amefanya mara ya kwanza, akafanya mara ya pili. Huyu mtu ana hali mbili. Hali ya kwanza, afanye tendo la ndoa zaidi ya mara moja ndani ya siku moja. Huyu atalipa kafara moja. Ataacha mtumwa huru au atafunga saumu. Akishindwa kutoa kumwacha mtumwa huru, atafunga saumu. Akishindwa saumu, atatoa atawalisha maskini 60. Hiyo ni hali ya kwanza. Hali ya pili ni mtu kufanya tendo la ndoa mchana wa Ramadhani kwa siku tofauti tofauti. Kwa mfano, akafanya siku ya leo, akaja akafanya tena kesho, au akafanya leo, kesho na kesho kutwa, au akafanya leo, kesho na kesho kutwa na siku nyingine. Huyu tunamwambia kwamba atatoa kafara kutokana na zile siku ambazo amefanya tendo la ndoa. Kwa hiyo kama atakuwa amefanya tendo la ndoa siku ya leo Jumatano na kesho Alhamisi, tutamwambia kwamba unatakiwa kutoa kafara mbili. Kafara ya Jumatano na kafara ya Alhamisi, kwa mpangilio ambao tumetangulia kuutaja. Kwa maana kama ni miezi, kama anafunga saumu, atafunga saumu siku 120. Siku 60 kwa mfululizo kwa ajili ya Jumatano, na kwa siku 60 kwa mfululizo kwa ajili ya Alhamisi. Hii ndiyo hukumu yake. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.